Watazamaji, tukirejelea katika siasa za Jamhuri ya Kenya, haswa siasa za chama cha ODM na yale ambayo yamekuwa yakijiri katika taifa la Kenya leo, tunazamia katika story moja ambayo imekuwa ikienea sana na kuweza kusambaa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na uteuzi wa mawaziri wapya katika jopo la mawaziri lake Rais President William Ruto. Lakini kabla tuzamie katika story na majina yaliyopata kutajwa leo, nataka nikurejeshe nyuma kiasi. At least 4 days ago, on Monday, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna na pia seneta wa kaunti ya Nairobi aliweza kufanya mkutano na ambaye kwa sasa anashikilia wadhifa kama kinara na kiongozi wa chama cha ODM, Oburu Odinga. Hapo kale tulimuona Edwin Sifuna kama mtu ambaye amekuwa katika vita na chama cha ODM, hasa uongozi wa chama cha ODM, maana wao hawajakuwa wakimsikiza wala kusikia maoni ya Sifuna kulingana na jinsi ambavyo Raila Amolo Odinga kabla ya kifo chake alitaka ODM iende mbele. Ikumbukwe hata katika mazishi ya Raila Amolo Odinga, Sifuna alipinga sana kauli zilizopata kutolewa na viongozi katika chama cha ODM ya kwamba Raila aliwaacha katika serikali ya William Ruto. Akasema yeye Sifuna ya kwamba kabla ya kifo chake Raila Amolo Odinga alikuwa ametaja na kufichua ya kwamba chama cha ODM kitakuwa na a presidential candidate ama kitakuwa na mwaniaji wa kiti cha urais ijapo katika uchaguzi wa mwaka 2027. Nao kumbuka kabla ya mkutano uliofanyika Jumatatu, on Saturday, the ODM party, chama cha ODM, viongozi haswa kutokea katika eneo la Luo Nyanza walipata kupatana pale Opondo Farm. Siku chache tu baada ya mazishi ya Raila Amolo Odinga yaliyofanyika on a Sunday. Na mkutano ule ulijumuisha haswa wanachama wa ODM walitaka kujua mwelekeo ni upi kusonga mbele haswa kulingana na decisions za chama na uchaguzi wa mwaka 2027 na pia kuhusiana na jinsi wanaendelea kuhusiana na serikali ya Rais William Ruto. Sifuna hakuwepo. Sifuna yeye alikuwa na another role ambayo aliweza na kazi aliyokuwa amejipea ya kufanya hiyo siku. Alikwenda kuomboleza na familia zilizopata kuwapoteza wapendwa wao katika hafla ile ya kuona na ama body viewing ya Raila Amolo Odinga pale Nyayo Stadium pamoja na Kasarani Stadium. Sifuna gathered a lot of love from Kenyans. Aliweza kujinyakulia upendo wa Wakenya, maana yeye anazungumza yale Wakenya wanayataka. Hivyo on Monday, Oburu Odinga alimuita ofisini na wakakaa kikao kuzungumza kuhusiana na the future of ODM ama maisha ya chama cha ODM kusonga mbele. Na hapa Oburu alimpa option Edwin Sifuna. Akamwambia kwa sasa cabinet reshuffle yaenda kufanyika katika serikali ya William Ruto. Na tumekuwa offered for 2 other cabinet slot. Hizi cabinet slots ambazo tunapatiwa na Rais William Ruto, tungetaka wewe kama Edwin Sifuna basi uje ukuwe waziri katika serikali ya William Ruto. Sifuna kwa ujanja wake akijua yale ambayo walimtakia ni kwamba atageuka kuwa adui wa watu wa Jamhuri ya Kenya. Atageuka kuchukiwa na watu wa Jamhuri ya Kenya. Sifuna alisema la hasha. Lakini ikambidi sasa azungumziwe na akubali ya kwamba yeye atasalia kushikilia wadhifa wake kama katibu mkuu wa chama mpaka mwaka 2027 na make commitment, public commitment na public declaration ya kwamba ODM itasalia katika broad-based government, maana Raila Amolo Odinga mwenyewe alitia sahihi ule mkataba wake na William Ruto mpaka mwaka 2027. So Sifuna rejected the offer kwa sababu anajua ako na a very bright political future. His career as a politician in the Republic of Kenya is secure because the people of the Republic of Kenya loves him. If he betrays them, akiwasaliti wa Kenya kwa yale ambayo wamemuonyesha, basi atakuwa adui wao nambari 1. Hivyo kukubali kuwa
waziri katika jopo la mawaziri la Rais William Ruto, Sifuna angekuwa amewasaliti wa Kenya. Akakataa. Lakini akakubali ya kwamba kwa heshima ya chama na kwa heshima ambayo Oburu Odinga amemuonyesha kwa ajili ya kumuita na kumofa a position as a cabinet secretary, ataendelea kusupport chama na ataendelea kuunga serikali ya broad-based government mkono, lakini yeye publicly ataweza kuipinga serikali pale ambapo inakwenda mviongo na pale ambapo serikali haifanyi vizuri. Yeye Sifuna atazungumza, ataiacha tu serikali iendelee kufanya mambo ambayo hayafurahishi ama yanadhulumu wa Kenya. Na baada ya kuagree na Sifuna na kufanya ile press ambayo mliona ikifanyika siku ya Jumatatu jioni, the following day Oburu Odinga akafanya kikao na moja kati ya media stations ama vyombo vya habari kutokea kule Luo Nyanza, na akaulizwa swali kuhusiana na future ya Babu Owino katika chama cha ODM. Ikumbukwe baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga, vijana wengi kutokea katika kila sehemu ya Luo Nyanza, Nairobi na kote kote waliokuwa wakimuunga mkono Raila Amolo Odinga waliomba sana chama cha ODM kumteua Babu Owino kama the kingpin to the throne of Raila Amolo Odinga. So Babu Owino became a threat and he became the topic of discussion among the circles of politics in the Republic of Kenya. Oburu Odinga felt that he was threatened by Babu Owino. He felt that Babu Owino atakuwa a threat to the ODM party. So ikumbukwe hata kabla ya kuitwa mkutano, mazungumzo yalikuwepo yashaanza ya kwamba Babu Owino anaenda kufungua chama chake wakiwa na Sifuna, na chama kile kingeimaliza ODM kabisa. So Oburu Odinga sitting down, hata ingawa alikuwa akimuunga mkono William Ruto na alikuwa ameendorse kuchaguliwa kwa William Ruto 2027, ilimbidi afikirie jinsi Raila Amolo Odinga angefikiria. Na akajiuliza swali, je, mbona Raila Amolo Odinga hakuwafukuza hawa vijana kwa chama na walikuwa bado wanazungumza wakipinga uhusiano wa Raila na William Ruto from the word go? Ndio yeye akamuita sasa Babu Owino. Na ndio maana aliachia ujumbe, na ule ujumbe ulisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Nitausoma. Oburu Odinga aliandika hivi kupitia mtandao wake wa kijamii: This morning I held an official meeting with His Excellency Babu Owino. Our discussion centered on strengthening unity and inclusivity within the ODM party. Honorable Babu Owino symbolizes the vibrant energy and determination of our youth. He has a promising future and we are together. Imara. Hii post ya Oburu Odinga kwa sasa iko na interaction ya over 375,000. Ina maana Wakenya walikuwa wanasubiria, je, ODM inakwenda kuchukua hatua gani dhidi ya Babu Owino? Wanamfukuza. Na je, Babu Owino akifukuzwa anachukua hatua gani? So katika mkutano uliofanyika dhidi ya Babu Owino na Oburu Odinga, Oburu pia alimuoffer Babu Owino a chance to work in the cabinet of President William Ruto. Maana nafasi zilikuwepo mbili. Sifuna alikataa. Akaja Babu Owino akaambiwa, tunakupa nafasi ambayo imetolewa kwa chama cha ODM uweze kuhudumu kama waziri katika jopo la mawaziri la William Ruto. Same thing that Sifuna did. Jinsi Sifuna alikataa kuweza kuchukua nafasi kama waziri, Babu Owino naye akakataa vile vile. Maana Babu kwa sasa azimio lake kuu ni uwaniaji wa kiti cha ugavana kaunti ya Nairobi. So Babu Owino anajua akikubali tu kuteuliwa na kufanya kazi na William Ruto, his political career will be sabotaged. So yeye alimwambia kiwazi, siwezi fanya kazi na William Ruto na siwezi jihusisha na siasa za William Ruto, maana Wakenya wananiamini kama mpinzani wa William Ruto. Hivyo nitakuwa nimewabetray Wakenya, nitakuwa nimewasaliti Wakenya. So Babu Owino turned the said option down. But akaambiwa sasa, what do you want? Babu Owino aliweza kuwekelea his political future and his ambitions in politics on the table mbele ya Oburu Odinga. Na Oburu Odinga kumsikiza Babu, maana pia walikuwa washamweka nje Babu wakati Raila alikuwa hai, wakaona hakuna mtu mwingine aswa ambaye ana masikio ya Wakenya ama vijana kama Babu Owino katika chama cha ODM. Na ndio maana Oburu Odinga akakubali ombi la Babu Owino kuweza kupewa direct ticket
kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Nairobi 2027. Maana pia Oburu aliangalia akaona jinsi ambavyo mambo yanaendelea, Sakaja hana future. Hata kama baba Raila Amolo Odinga alikuwa amemwendorse, but looking at things clearly, it is obvious Sakaja has no future in the politics of Nairobi County or even Kenya at large. So ndio wakamkubalia Babu Owino kuweza kuchukua ile nafasi. So baada ya kukataa hizi nafasi, William Ruto pamoja na wenzake walidhani ya kwamba kwa sababu wameoffer tu cabinet slot to ODM, zile cabinet slot na pia yeye aliweza kuomba zipatiwe Sifuna na Babu Owino, walitarajia Babu na Sifuna watazikubali. Ndio maana leo asubuhi mliona barua ambayo ilikuwa imetumwa kwa Commission ya Ethics and Anti-Corruption Commission, ndipo kuweza kuvet majina yale ya Babu Owino, Sifuna, Gideon Moi, Leisuda kuweza kuvetiwa for cabinet roles. Hiyo ni propaganda ilikuwa ikiuzwa, but Babu Owino na Sifuna tayari kataa na wamemwambia William Ruto, uwezi tununua na utanunua support ya kwetu kupitia nyadhifa za uwaziri. You can give them to somebody else, but sisi hatutoendelea kufanya kazi na wewe. Ndio maana tunasema kongole kwa hawa viongozi, maana the stand that they are taking, it will define their political future in the Republic of Kenya. Tumesema mara nyingi, hakuna kiongozi mwingine yoyote ambaye ana future ya kuweza represent the Luo nation in the presidency in future, or to win the presidency in future for the Luo nation people other than Babu Owino. Na ndio maana tunaona zile decision Babu anazichukua ni za maana sana. And losing, Oburu looked at dynamics and statistics and so these young men, if I hear what those that are benefiting from William Ruto's government, what they are telling me, to kick them out. Kama wataondoka na watu wengi. Hivyo ndio maana Oburu akamtafuta Babu na akamtafuta Sifuna, wakaongea na wakakubaliana waendelee kuunga chama mkono, but in future wao wataamua kama wataunga Ruto mkono au la. Lakini kumuunga Ruto mkono hilo wamekataa, Abadan Katan kwa sasa. Subscribe, tuungane katika video zetu zijazo.